Frateli, makatekista, kwa namna pekee ni Julius na Dionisia ambao leo ilikuwa ni sababu ya furaha kwetu. Viongozi wa halmashauri ya walei ngazi zote ambazo tuko hapa na waamini kwa jumla, msifu Yesu Kristo. Amina. Kristo tumaini letu. Nafurahi kurudi tena hapa nyumbani, lakini kusali pamoja nanyi sio rahisi sana. Unakosa sana muda wa kuja kusali pamoja nanyi. Nakumbuka pia hata mwaka jana kuwa nilikuja kusali kwa haraka, lakini nilipita kama mara mbili hivi bila hata ya kupitia nyumbani kwa sababu tu ya majukumu yenyewe na taratibu zenyewe zilivyo. Na hata leo ni siku ambayo tulichagua kuwa keti pamoja nanyi nyote hapa mpaka jioni labda, lakini sivyo mipango yetu tena. Napaswa kuondoka mara moja kwa sababu kuna tukio lingine la kwenda kufanya huko Dodoma. Kwa hiyo tunakimbia sana, na mtuombee katika mbio zetu. Nishukuru kwa namna pekee kwa huyu mama aliyekuja kuhamasisha, ni katibu wa WAWATA katika ngazi ya jimbo. Lakini pia Metropolitan una chochote? Hapana, sasa hivi sina. Metropolitan amepumzika, ni katibu wa WAWATA jimbo na wanafanya mambo mengi, na hapa wakina mama ni wengi kweli inavyoonekana. Nilitegemea nisema kitu kuhusiana na wakina mama, lakini amekuwa mwaminifu. Yeye amekuja tu kwa ajili ya kushughulikia nyumbani kwa mapadri, lakini wakina mama anawapenda na anawakaribisha. Nakumbukeni kuwa siku ya makutano yetu ni tarehe 29 mwezi huu, ndiye hawana kwa wingi na kwa zawadi zetu. Sawa pendo. Niwashukuru sana wanaparokia yote ya Lumuma hapa pamoja na vigango vyote kwa upendo na ukarimu wenu mkubwa kwa nyumbani kwa mapadri. Hii ni ishara ya wazi ya mwanzo ambayo tumeiona. Tutakapofungua na kuona, tutajua upendo na ukarimu wenu, lakini kwa hakika tunajua mmerudisha kitu, na kwa sababu hatukuwa nacho, ndio maana tunawashukuru. Asanteni sana kwa ukarimu. Tumewaletea mabadiliko ya uongozi katika ngazi ya parokia. Paroko mliokuwa naye amehitajika sehemu nyingine, na paroko mwingine umeona aje hapa ambaye atahitajika kwa wakati huu pamoja naye. Kwa sababu hiyo, ninaomba kwanza mpokeeni na mpeni ushirikiano mzuri kama mlivyompa yule ndugu. Ninapoongelea juu ya pale ushirikiano, naomba kusisitiza mambo yafuatayo. La kwanza, hasa ninyi viongozi wa halmashauri ya walei, tunzeni taratibu vizuri za vitabu vya kanisa. Tunzeni kila kitu kinachotolewa na waamini hawa, chochote kiandikwe na taarifa wapeni. Kuna tatizo la watu kutoa alafu zinapotea tu, yaani zinapotea. Taarifa ya makabiliano yaliyofanyika haina afya sana. Tunachunguza hilo. Naomba anzeni vizuri ninyi sasa hivi, msiongoze kwa mazoea. Sasa unaona wengi ni kama mlikuwepo alafu mmerudi tena. Sasa acheni kuongoza kwa mazoea, ongezeni kwa kadri jinsi ambavyo taratibu zinahitaji sasa za kanisa. Epuka sana kusema kuwa tulizoea kufanya hivi. Kiongozi anasema tulizoea kufanya hivi, hafai na aondoke. Hatuna mazoea katika swala la imani. Imani kila siku ni mpya.
Kwa naomba tusiongoze kwa mazoea, tubadilike. Sielewi kwa nini Lumuma haibadiliki. Mimi binafsi, mnaweza mkaniita na majivuno na wakejeli nafanya nini, lakini mimi naiona Lumuma isiyobadilika katika imani. Nimezaliwa hapa, nimekuwa hapa na niko hapa. Najua kuwa mabadiliko ya Lumuma ni madogo mno katika imani, lakini hiyo inawezekana inasababishwa pia na mambo mbalimbali: uhamasishwaji, watu kukataa kushiriki katika semina na mafundisho mbalimbali ya imani, uongozi, lakini pia watu. Unajua siku hizi watu wanategemea wanachokitoa kinatumikaje. Wanahitaji kitu kwa Kiingereza wanaita transparent, ya muhimu sana, uwazi, ukweli na uwazi. Kila shilingi inayokusanywa nina slogan inasema kuwa yeyote anayekusanya chochote kutoka kwa mtu yeyote, hata kama amekusanya shilingi 2, sio zake, na hakuna mtu mwenye idhini ya kuzitumia zile bila idhini ya mamlaka halali ya kanisa. Zitumike na zitolewe ripoti. Pesa isiyo na ripoti imeibiwa, na ukiitwa mwizi usikatae wala usijijua kama ukutoa ripoti ya hiyo hela umeitumiaje. Na siku hizi hatuitumii tu kwa kusema kuwa nilienda kununua kiberiti, risiti iko wapi? Ujenge utamaduni wa kuwa na risiti katika maisha yetu, na baadaye ndio tutoe ripoti. Usitoe ripoti zitolewe. Kwa mfano kama hapa tunavyofanya, Jumapili iliyopita sadaka ilikuwa shilingi 110. Jumapili ile sisi ilikuwa na ngapi? Tutoe ripoti hivyo hivyo, na mapato na matumizi mbalimbali ya parokia. Tuepuke kupiga mark time katika uongozi na katika maisha yetu ya imani. Mimi nayaona kuwa tunapiga mark time. Mark time tunafahamu, yaani mtu haendi mbele wala harudi nyuma, yuko pale pale, anainua mguu juu na kushusha chini. Haya mambo tuache. Sasa haya yanasababishwa na kuendelea kufanya kazi kwa mazoea au kuamini kwa mazoea. Mambo yanabadilika na ninaomba mbadilike. Yaani sasa hivi kubadilika kabla hamjabadilishwa. Unajua mfumo sasa hivi, mfumo hii sasa ya teknolojia, kuna mifumo ambayo inabadilisha watu. Kwa hata huko kanisani, sio tu katika mambo ya kiserikali na nini, hata huko watu wanabadilika. Wasiobadilika system inawatema, wanakaa pembeni. Yaani usipobadilika system inakutema, inakuweka pembeni. Lazima tuwe na watu ambao wao wana jicho la kuona, la kubadili na la kuelekeza wengine wafanye. Tusiridhike unakuwa tukwe vitu hivyo alafu tunasema sawa. Hapana. Tuone wazi kuwa hapa tulipo hapatoshi, tunahitaji kupiga hatua zingine mbele zaidi. Kwa hiyo mimi naongea kwa ujasiri kweli. Sababu mwenyekiti kwanza kanikaribisha hapa, kaniambia kuwa mimi ni mtu wa nyumbani, nisiogope kusema. Na siogope kusema mbele yake. Mbadilike. Hii habari hapa, hii habari ya sadaka hizi za nani hizi za nani, sijui vipaji vya nani, kuja kusali mpaka watu wapangiwe vyama vya kitume kuja kuabudu Yesu Ekaristi hapa ndio waje, na mnalazimika kuweka hata vikundi viwili ili watu wawe wengi kuja kuabudu Ekaristi takatifu. Ni uvivu wa imani. Lazima tukubali kubadilika. Wangapi huwa wanasali wanakuja kuabudu Ekaristi takatifu hapa? Sasa nataka mnyoshe mkono, kwa sababu mimi sasa nimeshamaliza. Wangapi wanakuja kuabudu Yesu Ekaristi hapa kanisa Alhamisi? Mnaokujaga nyosheni mikono. Si mnaona hao watoto wadogo na yule pale na yule wengine wote tunapiga usingizi. Ndio niliyosema, katika masaa 24 ya siku wewe umeshika kutoa hata saa moja tu kwa ajili ya Kristo kwa wiki.
Yesu kabla ya kuteswa kwake alipanda katika mlima wa Mizeituni, na katika mambo yaliyomuuma kweli, yalimuuma kweli, alijisikia kama moyo wake unavuja damu, mateso yaliyokuwa mbele yake. Akaona hawezi kuondoka na watu wengi kwenda kusali, akachagua aliowaamini sana, wanafunzi 3 tu. Akaenda katika bustani ya Mizeituni, akasema ketini hapa, twendeni tusali, tuombe, kwa sababu hali ya mbele ni ngumu. Yesu anasali, wao wanalala. Akaja akawaamsha, msilale, twendeni tukasali. Yesu anasali, wao wanalala. Mpaka mara 3, baadaye akaambia hivyo, basi twendeni. Na mnajua kilichotokea. Aliposhuka tu mlima wa Mizeituni, kwa sababu wale wamelala, Yesu akakamatwa, akateswa mpaka akafa. Sisi tunalala nyumbani. Yesu yuko hapa anatusubiri hapa. Tunalala nyumbani, hatuji. Hili ni kati ya jambo ambalo naomba mbadilike. Sasa hivi makanisa yetu ya huku mijini huku, ukienda Dodoma parokia zote, unakuta kwa watu wanaenda kuabudu Ekaristi Takatifu wamejaa kuliko hivi. Ile kanisa kuu la jimbo, watu wanajaa kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuabudu Yesu Ekaristi. Wameona thamani ya Yesu Ekaristi. Ninyi mmeridhika na nini ndugu zangu? Nini kilichofanya nyinyi mridhike katika imani msije kuabudu Yesu Ekaristi? Hilo tu. Na kwenye kuabudu Yesu Ekaristi hakuna hata sadaka. Huji. Tukiweka sadaka. Mimi nawaomba mbadilike. Ili sitaki kuongea kwa utani. Naomba mbadilike. Na mabadiliko yanayoanza na imani yanaleta mabadiliko ya kimwili, ya kijamii na ya kiroho pia. Vinginevyo tutakuwa vile vile tunalalamika hali ngumu, na haiwezi kuwa rahisi kama hatutamgeukia Mungu. Nimewaambia leo, Petro alipomgeukia Mungu alifanikiwa kutembea juu ya maji. Alipoangalia chini alizama kwenye maji. Kwa hiyo sisi leo tusipomgeukia Mungu na kumtazama yeye Yesu, tutazama tu katika huduma yetu hii. Tutazama. Na waomba sana tumgeukie Mungu. Na waomba. Na hili ni ombi ambalo ni himizi. Nahimiza kweli tumgeukie Mungu. Tuone thamani ya kuja kuchota neema na baraka. Sio tu Jumapili, lakini hiyo kuja kuabudu Yesu Ekaristi. Ndio maana maparoko wengine waliopita hapa walifuta kuabudu Yesu Ekaristi yao. Wakawa wanaabudu tu kule kwa watawa. Hawa wanasali kila siku. Yaani kila siku asubuhi wako wanawahi kwanza mapema, wanasali sala zao. Baada ya hapo wanakuja na misa takatifu, wanasali. Mchana wanaenda, wanasali. Jioni wanaenda, wanasali. Usiku wanaenda kabla kulala, wanasali. Bado wanapewa na Yesu Ekaristi. Wewe tunakuomba tu usali asubuhi. Sala ya asubuhi usali nyumbani. Mchana hukumbuki kusali. Jioni hukumbuki kusali. Na kwa kuabudu Yesu Ekaristi wenyewe umemzila. Umtaki. Sasa kutegemea Mungu akutendee muujiza wewe. Miujiza inafanyika kwa watu walio na imani. Yaani miujiza inatendwa na watu walio na imani. Kama huna imani, muujiza huupati. Na miujiza kila siku inayoitwa leo inafanyika katika ulimwengu huu. Inafanyika. Na usithubutu kuomba kwanza muujiza ndio uamini. Ukiomba kwanza muujiza ndio uamini, ndio maana utauziwa hata keki, utaambiwa ya upako na utaichukua. Kwa gharama yoyote, utauziwa mchanga, utaambiwa wa upako utauchukua. Hii losheni ya upako utainunua kwa gharama yoyote, kwa sababu unataka kwanza muujiza kabla ya kuamini. Mungu anatutaka tuamini kwanza ndio atutendee muujiza. Kwa tuamini. Na ninaomba tuanze na hilo la kuabudu Yesu Ekaristi. Mimi nimekuja na hilo kwa sababu najua thamani yake na ninajua kuwa linawagusa watu kiasi gani. Wote wanaokimbilia Yesu Ekaristi katika kuabudu hawajaibika hata mara moja. Na wote waliopuuza katika kuabudu Yesu Ekaristi hawakuiona mbele yao kesho yao. Kuna waomba sana juu ya jambo hili ndugu zangu. Na waomba sana. Na hilo litatuletea mabadiliko mengi. Tutapigizana kelele tu hapa, toe fungu la 10, toe shukrani, sijui tufanye nini. Lakini kama huna imani, haya yote ni bure. Kwa sababu tutakapoongea haya yote kama kuamini, utajua kwa wewe unaibiwa.
Na ndio maana hata sadaka utaendelea kutoa kile unachokitoa, lakini ukishaamini huko tunatoka na tunahama kabisa. Kwa hiyo naomba sana tuwe watu wa imani, ili mmoja la kweli au la uchungu mlimeze, sukumieni na maji ili muwe nalo kabisa. Najua ni la uchungu kweli, limezeni. Linapoleta shida, tafuni kikombe cha maji, sukumeni, liwe la kweli. La pili, nidhamu na thamani ya muda katika maisha. Muda ni mali. Ndio maana wazungu wanasema time is money. Sio tu usemi, kwa sababu unajua kuwa unapopoteza muda unapoteza mali nyingi. Leo kwa wakati tunaanza misa hii hapa, mpaka nikashangaa, sasa hivi ndio muda au tofauti? Yaani watu wamekaa pale kama wacheza mpira, wameshagawana kwenye kiwanja, kila mmoja ameshika namba yake. Hapa watu wamekaa kwenye mabiti, yule unawahesabu. Baadaye watu wanakuja, tunzeni muda, muwahi. Kutunza muda hasa katika mambo ya ibada haya ya imani haya, kwanza ni kuendana na mpango wa Mungu. Muda tuliopanga kukutana na Mungu ndio huo tunakutana. Wewe unapochelewa unamchelewa Mungu. Kwa hiyo tujitahidi sana kuwahi katika mambo yetu. Misa zimetangazwa hapa kwa ajili ya fungu la 10, shukrani huko kwenye vigango mbalimbali. Utakuta kadri anafika anakaa anasubiriwa. Mimi Mungu alishanikomboa katika hilo, na namshukuru Mungu alishanikomboa na hajaniingiza tena huko katika swala la utumwa wa muda. Mimi muda ukifika awe mmoja huwa naanza, mradi tu nimuone mtu mmoja ambaye nikisema Bwana awe nani na yeye aseme awe rohoni mwako, kwa sababu na mimi namhitaji yule Bwana, namhitaji yule akuniitikia hiyo. Basi naanza, tunaenda mbele. Na ukichelewa sana utakuta nendeni na amani. Ndio maana yake. Kwa hiyo tunzeni muda. Sisemi mtunze muda tu katika kwa kuja kanisani au kwenye jumuiya au kwenye mambo fulani. Tunzeni muda mahali pote. Panga ratiba. Kesho kama unaenda shambani kufanya kitu fulani, panga muda kwa kesho naenda saa ngapi, nafanya mpaka saa ngapi, narudi muda gani, napumzika muda gani, nitafanya nini muda gani. Binadamu asiyeishi na ratiba ni kama mnyama asiye na ratiba. Wanyama wengine wapo tu pale nyumbani pale. Kwa mfano mnyama rafiki wa binadamu ni nani? Mnyama rafiki wa binadamu ni nani? Mbwa. Sawa. Sasa mbwa akijisikia kitu anairuka tu, anaondoka anaenda kule, anazunguka baadaye anarudi. Wewe ni sawa na yeye. Tofauti umeumbwa kwa akili na utashi ili uweze kuhudumia, kuweka mambo yako sawa. Weka ratiba, fanya mambo yako kwa ratiba. Na katika ratiba zenu fanyeni kazi na mpumzike. Kupumzika ni kwa muhimu. Sasa unaweza kupumzika. Mapumziko sio tu kuweteka au kulala au kupiga moja moto moja baridi. Sio hayo. Yanaweza yakawa hayo kwa mtu mwingine. Lakini mapumziko ni kubadilisha kitu cha kufanya. Unafanya kitu kingine tena kinakusaidia kupumzika kutoka katika kazi fulani, alafu unafanya kitu kingine. Kwa hiyo tunzeni muda. Naomba sana katika kazi zetu tutunze muda. Unapopata muda wa kupumzika pia unakupatia nafasi ya kichwani. Unajua kichwa chetu ni kama kompyuta. Inajifungua na kuangalia wapi ilifanya makosa. Na katika hayo makosa sasa unapata nafasi ya kurekebisha kosa katika mapumziko. Kama hupumziki, huwezi kupata nafasi ya kurekebisha kosa. Na kama upate nafasi ya kurekebisha kosa, basi utabaki tu kuendelea na makosa na huwezi kupata mafanikio makubwa kwa sababu unaishi katika makosa. Kwa hiyo tupumzike, tufanye kazi na kupumzika kwa muda. Ili liko sawa. Haya naongelea mambo ya jumla.
Sasa lingine kwamba mlisikia baadhi yenu kuwa kama wiki 3 zilizopita ulikuwa kwenye mkutano mkuu wa AMESEA kule Nairobi, Kenya. Maaskofu wote na watendaji katika mabaraza ya maaskofu. Mkutano wa AMESEA ulikuwa unajumuisha nchi mbalimbali nyingi, kwa nchi ya Malawi, nchi ya Zambia, nchi ya Tanzania, Uganda, Kenya, Djibouti, Eritrea, Ethiopia na nchi zingine ambazo zilikuwa zimealikwa. Kwa hiyo ni nchi nyingi. Lakini katika ule mkutano tulijaribu kuangalizia zaidi juu ya habari ya utume wa vijana katika kanisa. Vijana walikuja na kilio kuwa tayari wazazi wamewaacha hawajali, yaani wazazi hawajali tena vijana wao, lakini pia serikali imewaacha vijana, haiwajali kwa ajira, wakiweza kusoma hawana ajira, wanazunguka tu hawana kitu chochote na kadhalika. Wakasema tumaini lao kubwa ni moja tu, ni kanisani. Yaani tumaini lao kubwa wameliweka kwa Mungu. Kwa hiyo wakawa wanarudi wanatuletea kilio, sisi tuwe baba zao katika kanisani, tuwapokee vijana na tuwape fursa, tuwape nafasi za kufanya katika kanisa letu. Tulipokea hilo. Lakini changamoto nyingine inayokuja, vijana wanasema hivi kuwa wanakataliwa na kanisa, lakini wao ndio wanalikataa kanisa. Vijana mpo huko. Nimeona pale nimefurahi sana nilifika pale nimeona kuna mlango mkubwa umeandikwa ofisi ya viwawa. Sasa sijui viwawa wapo kiasi gani na wanafanya nini? Tungetegemea kuona kuwa mnafanya activities mbalimbali. Sasa wasaidia kukua. Lakini pia nitoe mwanga uangalisho kwa ninyi wazazi kuwapokea vijana kuanzia katika ngazi ya familia. Wapokeeni vijana, muwasikilize katika mambo yao. Sio kila watakachokisema kinafaa kwa afya yao. Siku hizi kuna AI nyingi tu, vijana wana mambo mengi. Sio kila wanachokisema kinafaa, lakini wasikilizeni. Sio kila wanachokisema pia hakifai. Narudia, sio kila wanachokisema kinafaa na sio kila wanachokisema hakifai. Sasa ili uweze kuchambua kinachofaa na kisichofaa, lazima usikilize. Kwa hiyo tuwasikilize, tujenge utamaduni wa kusikilizana kati yetu sisi na vijana. Tuwape nafasi, tuwape fursa za kutenda katika majukumu mbalimbali. Tuwaingize pate mawazo yao. Hata katika ngazi ya parokia hii. Tunaweza kusema kuwa vijana na ninyi mnasemaje? Wawe na msemaji wa vijana hapa. Waone kuwa vijana tumewapokea na vijana tumeacha kutumia tena ile kanisa la kesho. Kanisa la leo, kwa sababu tunahitaji hii nguvu ya vijana ifanye kazi. Kwa tunatumia nguvu tu za wazee kufanya kazi, nguvu za wazee kufanya kazi, tutazeeka, kanisa litazeeka. Tunahitaji nguvu za vijana kufanya kazi. Kwa hiyo hata leo waingie kufanya kazi. Lakini na ninyi vijana mjitambue, mjielewe, msimame imara katika imani. Tutawapokea. Kwa hiyo tuone wazi jukumu hilo ambalo mababa wanatuomba na wanatuhimiza tuwe nalo katika tume letu. Tunapoongelea vijana, hatuongelee tu vijana hawa kawaida, mpaka kwenye malezi. Sikilizeni. Tumeambiwa kuwa kwenye malezi, kwa mfano sasa hivi tusikilize vizuri mafrateli. Tuketi nao, tusikilize wana changamoto gani, wanahitaji nini katika maisha yao, katika malezi yao. Sio kukaa sisi tunawapangia tu. Ninyi mtafanya hivi, ninyi mtafanya hivi, mtafanya hivi. Hapo wale wanapoenda wanafanya tofauti. Tukae, tuongee, tusikilizane, tuwaambie kuwa nini sasa mtafanya hivi, mtafanya hivi, mtafanya hivi. Na wao wakubali. Wakikubali watafanya. Wasipokubali hawawezi kufanya. Mungu mbadilika. Hali kadhalika nyinyi kwenye malezi, najua mlezi hapa yuko na wengine sehemu mbalimbali kote. Hata tunapokuta tumefika tu hata wanapokuwepo maaskofu wenyewe. Kuna maaskofu vijana, kuna maaskofu wazee. Tusikilizane. Wote tusikilizane. Kwa sababu kuna kitu, usaweza kusema kwa huyu hana uzoefu, akae kimya. Wote tunasikilizana kwa pamoja.
Na sisi maaskofu kwa kweli huo utamaduni tunao, tunasikilizana sana. Kwa hiyo katika ngazi ya mapadri, ngazi ya watawa, ngazi ya familia, ngazi ya jamii, sehemu za kazi, tujenge utamaduni wa kusikilizana kwa pamoja na kujenga njia moja ya kufuata Kristo kwa pamoja. Ili sio kama mmenielewa. Mtanielewa tu polepole. Lakini huo ndio utaratibu. Yaani kanisa ndio linaenda hivyo. Au unatemwa kwenye mfumo wa kanisa au unaingia kwenye mfumo wa kanisa unaenda hivyo. Lazima tusikilizane. Na ya mwisho basi niwashukuru sana kwa kukaribisha kwa upendo na ukarimu wenu mkubwa. Asanteni kwa yote ambayo mmeyaweka mbele zetu. Kama nilivyosema huwa tungependa kuwepo muda mrefu, lakini basi kuna majukumu mengine ambayo yanatufanya tukimbie, ila tunashukuru kuwa tumesali nanyi, tumefurahi pamoja nanyi. Tuweni ushirikiano wa kutosha kwa viongozi kama nilivyosema, lakini kwa namna ya pekee sana hakikisheni kuwa kila mmoja wenu anatimiza wajibu wake kikamilifu. Timiza wajibu wako. Nishaongelea juu ya habari ya vyama vya kitume. Leo nasema tena kuwa hivi hapa kuna kiongozi wa UWAKA, maana waliosimama hapa UWAKA wepo. UWAKA wapo. Sasa si kwa nini hawakuja hapa? Vyama vya kitume vingine kwa mfano vile vya sasa, charismatic hawapo hapa. Hawakuja hapa mbele. Moyo Mtakatifu Yesu nao. Mbona hawakuja huku? Legio Maria, wa Francisco Sekulari, mpo wapi sasa? Mnapoitwa mpo wapi? Mimi sikuona huku. Nimeona WAWATA, mama WAWATA na ngombe zake zote nimezishuhudia hapa. Alafu nimeona UPAKATA na VIWAWA. Wengine mko wapi? Msijifiche, simameni imara, usionee aibu imani yenu. Yaani unaona aibu kuitwa wewe ni kiongozi wa labda wa UWAKA. Na tuombe basi kuwa kamati tendaji amsheni vyama vya kitume katika hii parokia. Ni jukumu lenu. Amsheni kabisa vyama vya kitume. UWAKA tuwaone wakifanya mambo hapa katika parokia na vile vyama vingine vyote. Na bado tutavileta vyama vingi huku. Tutavileta. Kuna Rita wa Kasha, Utume wa Fatima, Legio Maria, vingi sana, kuna vyama vingi sana. CPT ni chama cha wataalamu. Yaani wataalamu, wewe mwalimu ni mtaalamu, bwana shamba wewe ni mtaalamu, wewe ni nani, afisa nani wewe ni mtaalamu na nini. Sasa utajiunga na chama hicho. Na vyama vingine vingi, wazee na wastaafu. Sio wazee jamani. Kuna chama cha wazee na wastaafu. Tutavileta huku ili mjiunge na vyama hivi. Tuendeleze kulishikisha kanisa letu kwa upendo mkubwa. Baada ya kusema haya, ninawashukuru sana na ninawatakia heri na baraka. Asanteni sana.